Je, umewahi kuhisi kama ardhi imetoweka chini ya miguu yako? Ule mkazo kifuani unaofanya uhisi kama ulimwengu utapasuka wakati wowote. Kama unajihisi hivi leo, acha kila kitu unachofanya na usikilize hiki. Yesu alitazama machoni mwa rafiki zake waliokuwa wameingiwa na hofu kwa sababu alikuwa anaondoka, akasema sentensi yenye nguvu zaidi dhidi ya woga: msifadhaike mioyoni mwenu. Lakini hii inamaanisha nini kivitendo leo katika maisha yako? Katika lugha asilia, neno kufadhaika turbar ni kama kuvuruga matope yaliyo chini ya mto mpaka maji yawe machafu na meusi. Yesu anakupa amri ya amani: usiruhusu fujo za nje kuvuruga kile kilicho ndani yako. Hakusema kwamba tatizo lingetoweka, alisema moyo wako usichafuke. Siri inafuata punde tu baada ya hapo: mwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Unajua dawa ya wasiwasi ni nini? Ni ujasiri wa kuamini. Ni kuelewa kwamba hata kama chombo kinayumba, nahodha bado ni yule yule. Kukata tamaa kwako hakutatui tatizo, lakini imani yako inakupa mwanga wa kulikabili. Kama moyo wako umechafuka leo, mwombe yeye ayatunze maji yawe shwari. Vuta pumzi ndefu. Udhibiti si wako, na ni vyema kwamba si wako. Mwache yeye autunze kesho yako ili uweze kuishi leo kwa amani. Je, neno hili limegusa moyo wako? Basi usilibaki nalo peke yako, mtumie mtu mwingine anayehitaji faraja hii ya Mungu. Na ili tuendelee kukua pamoja katika imani hii, jiunge na chaneli yetu, subscribe na uweke like yako.